kuna haki za kisheria zilizoainishwa katika sheria na kanuni mbalimbali za utumishi wa umma. Baadhi ya haki hizo ni haki ya likizo ikiambatana na malipo yake, haki ya uhamisho ikiambatana na stahiki zake, haki ya kupandishwa cheo kwa mujibu na miongozo, haki ya kubadilishiwa miundo au vyeo na haki mbalimbali zilizoainishwa katika kanuni za kudumu na sheria mbalimbali. Chama cha Walimu Wilaya ya Kisarawe na walimu kwa ujumla tuna baadhi ya changamoto ambazo zinatukabili, pamoja na hali ambayo walimu wanapambana nayo ya kiutumishi, lakini moja ni madeni sugu ya likizo, maana walimu wa wilaya ya Kisarawe hawalipwi likizo kwa wakati na hata wanapolipwa wanalipwa katika kiwango ambacho sio stahiki na kile kilichoainishwa. Mbili ni madeni ya uhamisho. Kwa mujibu wa taarifa za kazi ya Chama cha Walimu Wilaya ya Kisarawe tulizokusanya kutoka katika walimu mmoja mmoja, tuna takribani ya walimu 250 wanadai madeni ya uhamisho. Lakini tatu ni kusuasua kwa kupandishwa muundo na kusuasua kwa kupandishwa cheo na kubadilishiwa muundo, yaani ugatuaje. Pamoja na jitihada zilizofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Chama cha Walimu kutuletea kliniki maalumu ya utatuzi wa matatizo na kero za walimu, lakini bado wilaya ya Kisarawe tuna tatizo la kubadilishiwa kwa muundo na vyeo vyetu vya kiutumishi. Madai mbalimbali ya mishahara pamoja na kasi inayofanywa na serikali, lakini bado wilaya ya Kisarawe tuna takribani zaidi ya walimu 70 wanaodai malimbikizo ya mishahara. Aidha, malipo ya matibabu, mazishi na nauli ya kuwarudisha wastaafu kwao pia bado ni changamoto kwa wilaya yetu ya Kisarawe. Uendeshwaji wa baraza la wafanyakazi. Baraza la wafanyakazi wilaya ya Kisarawe linaendeshwa kama hisani, na pale linapoendeshwa pia halifuati taratibu za kisheria. Kucheleweshwa kwa taarifa zenu, kwamba mnakuta mna vigezo na mnatakiwa mtoke kwenye hatua mlizopo hapo sasa hivi, lakini kwa sababu tu ambazo labda mtu anazozijua mwenyewe, mtu ameshindwa kuwajibika, taarifa zile zinachelewa kufika pale ambapo inatakiwa zifike, na kupelekea nyinyi mnachelewa kupandishwa madaraja kwa wakati, mnachelewa kubadilishiwa miundo. Kwa nazipokea salamu hizi kwa niaba ya mkuu wetu wa wilaya na mimi mkuu wenu wa utumishi. Tutahakikisha changamoto zenu hizi tunazifanyia kazi. Kingine ambacho mmekizungumzia kwenye taarifa yenu ni pamoja na kutokukaa kwa baraza la wafanyakazi. Jambo hili ni jambo la msingi na lipo kisheria. Kwa hiyo ni haki yenu, kabla bajeti haijakwenda kusomwa Dodoma, nyinyi muwe mmekaa hicho kikao na mkajua kila kitu, ili muweze kujua stahiki zenu je, zimezingatiwa. Kwa hili pia tumelipokea na tutazungumza na mkurugenzi ili hilo baraza la wafanyakazi liweze kukaliwa, na sio tu kukaliwa, likaliwe kwa utaratibu, kwamba wakati ujao basi baraza hili lizingatiwe, likaliwe kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, ili yale mambo yenu ambao mnataka yazingatiwe kule yafike kwa viongozi wetu wa juu, yaweze kuingizwa na kufanyiwa kazi, yakiwemo hayo madeni ya likizo, madeni ya mishahara na mambo mengine. Kwa mamlaka niliyopewa, napenda kumtangaza ndugu Francis Mkamba ndiye mwenyekiti wa Chama cha Walimu wilaya ya Kisarawe. Kafanye kazi waliokutuma, nenda kaongoze wilaya vizuri, shirikiana na ambao wamekosa fursa, kaa karibu na wawakilishi, wasikilize wakilishi wanataka nini. Shirikiana na ofisi za idara ya utumishi. Wenzetu sasa hivi kazi zote ziko katika mfumo wa ESS, madai yote yako katika mfumo. Kwa hiyo swala la msingi ni kwenda kushirikiana na ofisi ya utumishi, kujua ni wapi wamekwama katika hizi changamoto za walimu ambazo zimekwamia pale utumishi, aidha utumishi makao makuu au utumishi katika ngazi ya wilaya. Na mpaka sasa hivi tunashukuru afisa wetu utumishi ambaye amefika, ameanza kupokea madai mbalimbali ya walimu, kwa wale ambao nafikiri mpaka mwakani au mwaka huu tutakuwa hatuna walimu katika wilaya ya Kisarawe wanaodai madeni. Sasa hivi idara ya utumishi wamepokea daftari, baada hii Mama Samia Clinic Mobile wanapokea daftari na kupokea changamoto za walimu, kwa mwalimu anayedai na yule ambaye
ana changamoto yoyote, anaandika maelezo yake na idara ya utumishi inamfanyia kazi kwa pamoja.